ikaweza kuvunjika na hata wafu wakatoka mahali pale. Hiyo ilikuwa ni nguvu ya msalaba. Kwa hivyo nguvu ya msalaba inaleta pia ufufuo. Haleluya. Kwa hivyo leo nitanena kuhusu nguvu ya ufufuo. Maana kuanzia siku ya leo Yesu hatalala kaburini, atakuwa amefufuka. Kwa hivyo ni vizuri tunapofufuka na yeye. Maana Petro anasema kwamba ikiwa tulala, ni Paulo, ikiwa tulala pamoja naye, tunafufuliwa pamoja na yeye. Haleluya. Kwa hivyo kama uko na connection na huyu Kristo, bila shaka wakati alisulubiwa ulihisi mateso yake msalabani. Na hivi sasa kwa sababu anaenda kufufuka, atafufuka pamoja na wewe. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Fungua nami Luke 24. Luka mtakatifu 24. Tulikuwa tushagusa kidogo juzi, lakini itabidi nitarudia kidogo ili tupate uhondo wa ujumbe. Jina la Bwana na lipewe sifa. Tutasoma paka pale Mungu ataniwezesha, kwa sababu kuna mambo ambayo Bwana anataka atufundishe tuzidi kuyaelewa zaidi. Ujumbe hasa utaanzia from 24:13, lakini kwa sababu tupate undani wa ujumbe itabidi tuanzie hapo juu. Biblia inasema hivi: hata siku ya kwanza juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kabrini wakieleta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnatafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya, akasema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Wakakumbuka maneno yake, wakaondoka kaburini, wakarudi wakaarifu wale 11 na wengine habari za mambo hayo yote. Nao ni Mariamu Magdalena na Yohana na Mariamu mama Yakobo na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Hao waliwaambia mitume habari ya mambo hayo. Maneno yao yakaonekana kana kwamba upuzi kwao, wala hawakuyasadiki. Lakini Petro alipoondoka, akaenda mbio hata kabrini. Akaona, akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu. Akaenda zake akistajabu yaliyotukia. Biblia inasema kwamba, natazama, siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia, akaandamana nao. Macho yao yakafumba wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao jina lake Kilota, akamwambia, je, wewe peke yako umgeni katika Yerusalemu hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walipomtia katika hukumu ya kufa wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayekomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wetu walitusha walipokwenda kabrini asubuhi na mapema wasione mwili wake. Wakaja wakasema ya kwamba wametokea malaika waliosema kwamba yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kabrini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake waliposema, ila yeye hakumwona. Akamwambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mzito ya kuamini yote walioyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika
maandiko yote, mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi kusema, kaa pamoja nasi, kwa kuwa kumekuchwa na mchana umekwisha. Akaingia kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua. Kisha akatoweka mbele zao. Wakambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Wakaondoka saa ile ile, wakarejea Yerusalemu. Wakawakuta watu wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema, Bwana amefufuka kweli kweli, nayo amemtokea Simoni. Nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulikana nao katika kumega mkate. Nao waliokuwa wakisema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao, akawaambia, amani na iwe kwenu. Wakashtuka, wakaogopa, na wakidhani ya kwamba wataona roho. Akamwambia, mbona mnafadhaika, na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mkono yangu na miguu yangu, ya kuwa mimi mwenyewe. Shikeni muone ya kuwa roho haina mwili na mifupa kama mlivyoiona mimi kuwa nayo. Jina la Bwana na lipewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo hii ni historia ndefu kuhusu Yesu na yale yalitendeka. Kwanza kabisa Biblia inasema kwamba kina Mariamu na kina Magdalene walikuwa wametoka wakenda kabrini kwenda kupaka mwili wake mahala. Na walipokuwa wamefika njiani, wakawa wanajiuliza, je, nani ataweza kuvingirisha lile jiwe? Na nakumbuka juzi tulifika hapa. Jina la Bwana na liinuliwe. Na walipokuwa wanadiscuss na kuwa na mafadhaiko mengi juu ya lile jiwe ambalo lilikuwa katika lile kaburi, Biblia inaniambia kwamba walitupa macho yao kaburini na wakaona kwamba kulikuwa na watu wawili wenye mavazi ya kumeremeta. Na walipofika hapo wakaulizwa, mbona mnamtafuta aliye hai kwa wafu? Haleluya. Hiyo ndio nguvu ya ufufuo, ya kwamba walio hai hawezi kaa kwa wafu. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Ujumbe unaanzia hapo chini. Na tazama, siku ile ile wawili miongoni mwao walikuwa kienda katika kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu na mwendo wa saa 2. Na walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo yale yaliyotukia. Kwa hivyo wakati kuna nguvu za ufufuo zinafanya kazi, nataka kusema kwamba lazima kuwe na habari mpya. Jina la Bwana na liinuliwe. Habari ya mambo ambayo yamepita kunenwa yakiwa na habari tofauti. Jina la Bwana na lipewe sifa. Wengi walimkusudia Bwana Yesu kuwa kaburini, lakini wakati Mungu ameshusha nguvu za ufufuo akatoka mahali pale kaburini, habari zake zilibadilika. Haleluya. Wakati nguvu ya ufufuo inashuka, lazima kunakuwa na habari njema. Jina la Bwana na liinuliwe. Si habari za jana zile ambazo uko nazo. Wengi wako na habari za jana na za juzi, kama kina Mariamu Magdalena walikuwa na habari vile walikuwa wamemwona akiwa amesulubiwa mahali pale msalabani, lakini walipoenda mahali pale kaburini, nguvu ya ufufuo iliashiria mambo mapya ndani ya lile kaburi. Haleluya. Wakati mtu amekuwa connected na nguvu za ufufuo, lazima kuna mambo mapya ambayo unaanza kuyahisi katika maisha yako. Wakati nguvu ya ufufuo ilishuka pale kaburini, Biblia yangu inaniambia kwamba sanda peke yake ndio ilibaki mahali pale kaburini. Jina la Bwana na liinuliwe. Hata wale walienda kumwangalia Yesu kumpaka mahamu, waliulizwa na malaika, mbona mnamtafuta aliye hai kwa wafu? Kumaanisha ya kwamba hiyo nguvu ilitenda kazi, ya kwamba sasa Yesu hayuko katika ule mwili
pale. Biblia yangu inaniambia kwamba Yesu alitembea pamoja na hawa watu wakakosa kumjua. Haleluya. Haleluya. Wajua kama uko hai lazima utaelewa injili ya kweli na utakuwa hai. Ni kweli ya kwamba hawa watu walisikia habari za Yesu Kristo, lakini kwa sababu walikuwa ni wafu wanaotembea ndani ya mioyo yao, walikuwa ni wafu, hawangeweza kumtambua. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Wakaongea habari za Yesu, wakaendelea kuelezana vile Yesu aliteswa, vile Yesu akasulubiwa, vile alibebwa akazikwa, na mwisho wa siku akafufuka. Wakawa wanaelezana na Yesu yuko pamoja nao, wasimtambue. Wapendwa, ni hatari. Kama umekuwa connected na nguvu ya ufufuo, lazima katika kila sehemu ya maisha yako utamtambua Yesu. Watu wameamka asubuhi ya leo, lakini hawatambui kwamba ni nguvu ya ufufuo inayowapeleka. Ni vizuri unapomtambua Yesu katika maisha yako. Jina la Bwana na liinuliwe. Kuna kumkiri na kumtambua. Haleluya. Kumkiri ni kunena kwamba Yesu mwana wa Mungu. Hii tunasemaga Bwana asifiwe, ambayo imekuwa kama wimbo kwa kila mtu. Haleluya. Lakini kuna kule kumfahamu na kumtambua, kuelewa ya kwamba kama si Yesu, kama si nguvu za ufufuo, siku ile singekuwa jinsi nilivyo. Jina la Bwana na liinuliwe. Watu hawa wakaendelea kunena habari pasipo kuelewa na nguvu za ufufuo. Kitu cha ukweli ni kwamba kama unamjua Yesu na unajua nguvu inayofanya kazi ndani ya Yesu, lazima utamtambua. Lakini wao hawakumtambua. Wakaendelea kuongea habari zake. Wakaongea habari zake mpaka wakafikia mahali ikawa ni usiku na bado walikuwa hawajamtambua. Wakaingia wakamkaribisha, walichukulia ni mtu wa kawaida. Haleluya. Wakati tunapata nguvu za ufufuo, Yesu hawi mtu wa kawaida katika maisha yetu, maana kuna mambo lazima badilike ili uone nguvu ya ufufuo inatenda kazi. Jina la Bwana na liinuliwe. Walipomkaribisha kwa chakula cha jioni, nguvu ya ufufuo inafanya kazi namna hiyo ya kwamba wale ambao wako hai ndio wanaelewa na hii nguvu. Haleluya. Lakini kama mtu amekufa katika ulimwengu wa roho, ama kama mtu yuko katika ulimwengu, ni ngumu sana kuelewa ni nguvu vile inafanya kazi. Maana wale wa nje wanachukuliaga ni kawaida tu, kuamka ni kawaida tu, lakini wenye tunamtambua huyu Bwana ambaye alikufa akafufuka, kwetu ni tofauti. Maana unaelewa hata kuomba kwangu, kufungua mdomo, imemgharimu mkono wa Mungu. Haleluya. Hiyo ndio nguvu ya ufufuo ambayo ninanena. Biblia inasema kwamba walipoketi chakulani na yeye, wakawa bado hawajamtambua. Haleluya. Haleluya. Unamtambua Yesu? Haleluya. Haleluya. Kuna watu bado hata wakiwa kwa ibada hawamtambui. Wanasema tumekuja kumwabudu Yesu, lakini bado hawamtambui. Kumkiri unamkiri ni kweli, lakini kumtambua, kuelewa ya kwamba hata kubreathe kwako kumegharimu nguvu ya ufufuo. Haleluya. Huko ndio kumtambua Yesu. Na ndio maana ukija kwa ibada hautacheza. Utakuwa serious ukijua kwamba kuna mtu amegharimikia hii nguvu ambayo inafanya kazi ndani mwangu. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwamba unapokuja kuabudu, unamwabudu Mungu ukijua yeye ni Mungu. Wakati mwingine watu wanakuja kuabudu kana kwamba wanaabudu mchungaji. Jina la Bwana na liinuliwe. Ndio hapo unakuta watu wakija kwa ibada ta Tuesday ama Wednesday, ibada maombi, kama mtumishi hajaingia, basi yeye anakaa nje, anarudi around. Jina la Bwana na liinuliwe. Maana mtu kama huyo bado hajatambua ile nguvu ya ufufuo vile inafanya kazi. Jina la Bwana na lipewe sifa. Ni wakati wa kutambua hii nguvu ya ufufuo vile inafanya kazi. Mpendwa, uanze kujisimamia wewe binafsi yako. Jina la Bwana na lipewe sifa. Ya kwamba hata ukiwa nyumbani unajua kwamba niko na mtu ambaye amefufuka. Jina la Bwana na liinuliwe. Hata ukiwa mahali ambapo uko unajua kwamba niko na mtu ambaye yuko hai, ambaye hajakufa, amefufuka. Na ukiwa katika hali hiyo lazima
na lipewe sifa. Haleluya. Haleluya. Lazima utakuwa mtu mwaminifu hata mbele za Bwana. Maana unajua kabisa niko pamoja na mtu ambaye alikufa akafufuka. Hiyo nguvu ya ufufuo ndio inafanya kazi namna hiyo, ya kwamba inatukumbusha ya kwamba tuko pamoja na Mungu, na huyu Mungu ambaye aliyetuita ndio anafanya kazi ndani mwetu. Jina la Bwana na liinuliwe. Watu wale wakao hawajaelewa. Walipoketi na chakulani, Biblia inasema kwamba akaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, verse 30, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafunguliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Nguvu ya ufufuo inatufanya tumwelewe Kristo kwa undani, na bila shaka tufunguliwe macho tukaweze kuona tena. Haleluya. Haleluya. Wale watu walipomkaribisha Yesu, alichukua mkate akaweza kuubariki, na kwa sababu ndanini mwake alikuwa anaitika uhai, si kifo tena, maana amefufuka. Nguvu ya ufufuo ndanini mwake ilikuwa inafanya kazi. Biblia inasema kwamba aliweza kumega mkate akaubariki. Alipoubariki, walipokula lile tonge, macho yao yalifunguliwa. Haleluya. 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 Wakati tunakula mkate wa kiungu, niliwafundisha nikaambia kwamba ajenda ya kiungu kwa ajili ya kukusanyika pamoja ni kumega mkate, na tunapomega mkate kuna uhai. Nguvu ya ufufuo inanena uhai. Kwa hivyo ndani ya nyumba ile Kristo alionyesha pumzi ya uhai katika hali ya kumega mkate na kupatia wale watu. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Na kwa sababu ya connection ya nguvu ya ufufuo ambayo ilikuwa ndani mwao, ule mkate ambao walimega haukuwa wa kawaida, ya kwamba kulikuwa na nguvu ya ufufuo katika donge hili. Jina la Bwana na liinuliwe. Mara kwa hapo waliweza kufunguka macho. Jina la Bwana na liinuliwe. Siri ya Pasaka ni kufunguka macho, uanze kuelewa Mungu anataka nini katika maisha yako. Mungu anataka ukae vipi? Mungu anataka ukae namna gani? Jina la Bwana na liinuliwe. Walipofunguliwa macho, wakaanza kumtazama Kristo. Biblia inasema kwamba akatoweka mbele zao. Kwa sababu gani alitoweka mbele yao? Siri yake ilikuwa ni kwamba alitaka kuwafungua macho, wajue ya kwamba yeye ndio alikufa, akasulubishwa mahali pale msalabani, na ni yeye huyo ambaye amefufuka katika wafu, ya kwamba nguvu ya ufufuo ilikuwa ndani mwake na inatenda kazi. Amen. Huwezi kufungua watu macho hivi hivi. Not unless ndani mwako kuna nguvu inayoitika ufufuo. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Alipowafungua macho, wakaanza kuelewa ya kwamba huyo ndio yule alikufa akafariki. Kwa hivyo nguvu ya ufufuo pia inatufungua macho, kwanza kuelewa nini maana ya Pasaka. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo katika ibada hii ya ufufuo lazima watu wafunguliwe macho ya kiroho, uanze kuelewa Kristo ni nani kwako, ametenda nini kwako. Kuna watu mpaka siku ya leo hawaelewi ya kwamba kuwa hai ni neema ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Watu wale hawakuwa naelewa ya kwamba hata kutembea kwao na kuongea kwao ilikuwa ni Kristo amesababisha. Wakawa naongea tu habari. Kuna Kristo aina hiyo, wana habari za Yesu Kristo zote, lakini Yesu hayumo pamoja na wao. Haleluya. Amen. Ni wakati ya kwamba ufunguke macho ya kiroho, nguvu ya ufufuo ikatende kazi ndani mwako, na bila shaka uanze kufunguka macho ya rohoni, uanze kujielewa, uanze kuelewa Mungu, na uanze kuelewa ni nini kilicho katika ulimwengu wa sasa na unafaa kufanya nini. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen.
Biblia inasema kwamba wakambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Nashukuru Mungu kwa hilo, ya kwamba wao binafsi yao wakaanza kujukumu wakiuliza, ni kwa nini mioyo yetu haikuwaka moto wakati huyu Bwana alikuwa pamoja na sisi? Nashukuru Mungu kwa ajili ya neema ya wokovu na vile anazidi kutukuza ndani ya wokovu. Isije siku moja ukajuta. Haleluya. Tazama wapendwa hao walikuwa na Yesu, lakini ndani mwao baada ya Yesu kuondoka wakaanza kujuta. Je, huyu Bwana wakati alikuwa anatusomea maandiko, mbona mioyo yetu ndani yetu haikuwaka? Mioyo yao haingeweza kuwaka, maana wao walikuwa wamekufa katika ulimwengu wa roho na Yesu alikuwa hai. Haleluya. Mara nyingi wanasema kwamba Mungu anahitaji roho zilizo hai, si roho ambazo zimekufa. Haleluya. Na wakati unakuwa hai katika ulimwengu wa roho, lazima katika sehemu yote ya kiungu unaelewa nini kinaendelea. Hao watu hawangeweza kuelewa, maana ni watu ambao walikuwa nje ya hii nguvu ya ufufuo. Lakini kwetu sisi, kwa sababu tuko ndani ya hii nguvu ya ufufuo, na ndio tunaelewa kile Bwana ananena. Haleluya. Kama unaelewa sema amen. Amen. Wakaanza kujijutia ya kwamba ndanini mwatu, wakati huyu Bwana aliongea nasi, wakati alisoma maandiko, mbona hatukuweza kuelewa? Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Nataka Mungu atuconnect na nguvu ya ufufuo, ya kwamba tuwe hai daima. Asije mtu akajuta ya kwamba kuna siku neno lilinenwa katika kanisa, mbona moyo wangu hakuweza kulipokea? Haleluya. Maana sasa wakati mwingine watumishi wa Bwana wanapewa nguvu ndani ya makanisa kunena neno la kweli, lakini wengine wanafanya mioyo yao kuwa migumu. Wengine nao inakuwa kwamba ile chembe ya neno inakuwa ya kwamba inaanguka katika mahali pagumu, ya kwamba haiwezi mea. Lakini Mungu anapenda kwamba kupitia kwa nguvu ya ufufuo ingie katika moyo ambao umepondeka. Haleluya. Ile kwamba ulipokea neno na likatende kazi ndanini mwako, na hiyo ndio nguvu ya ufufuo. Wakati neno linafanya kazi ndanini mwako, hubaki mtu wa kawaida. Jina la Bwana na liinuliwe. Kila asili za kibinadamu zina katika na unampendeza Bwana katika roho. Jina la Bwana na lipewe sifa. Watu wale wakaanza kujuta. Na kwa nini walijuta? Maana Yesu amekwisha ondoka mbele zao. Haleluya. Alipofunua macho, aliwaondokea. Na ni kweli hangeweza kukaa na wao, kwa sababu walikuwa katika mwili. Haleluya. Wakati tunakaa katika mwili, huwa tunaua roho. Ndio maana unaona kwamba tukiingiza sana matendo ya mwili, kiroho kinapungua. Paulo akajua siri, akamwambia Timotheo, lazima upungue ndanini mwako ili Kristo azidi. Haleluya. Na hiyo ndio nguvu ya ufufuo iliyo ndani ya neno la Bwana, ya kwamba wakati unafufuliwa katika roho, mwili unazidi kudhoofika. Nasema matendo ya mwili yanazidi kufishika. Jina la Bwana na liinuliwe. Ya kwamba unakuwa hai katika ulimwengu wa roho, lakini wakati mwili unakuwa hai na matendo yake, roho huwa inakufa. Na hapo ndio kuna hatari, wapendwa. Mungu alipokuwa ananiambia kuhusu hili neno la ufufuo, nikafikiri labda atanipatia ufunuo kulingana na vile alinipatia last time tukiwa pale chini. Lakini leo nashangaa, Mungu anataka tufufuke rohoni. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Unapofufuka rohoni, nataka kukwambia kwamba hata mambo yako ya nje yanafufuka. Amen. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Yesu akawaondokea hawa watu. Biblia inasema kwamba walipoanza kujuta, wanasema verse 33 ya kwamba wakaondoka saa ile ile, wakarejea Yerusalemu, wakawakuta wale 11
wamekutanika wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simon. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Kwa kweli Yesu hakumtokea Simon. Hizo zilikuwa rumors. Wakawa wameenda kuungana na wengine. Wakaungana na wanafunzi 12. Sasa hiyo alikuwa ni 11, kwa sababu Judas Iscariot hata kabla Yesu hajasulubishwa aliondoka akaenda kajinyonga. Jina la Bwana linuliwe. Wengine husema habari za uongo kwamba Judas alinyongwa pamoja na Yesu, sio alisulubiwa, lakini uongo. Alienda kajinyonga yeye mwenyewe. Kwa hivyo kabaki 11. Hawa watu wakaenda kuungana na wale wanafunzi 11. Lakini cha maajabu ni kwamba wakawa wananena maneno ya kwamba Yesu amemtokea Simeon. Lakini ukweli ni kwamba hakuweza kumtokea Simeon. Maana tunajua ya kwamba wakati ule kabla Yesu hajasulubiwa, aliposhikwa na maskari, Simeon alikuwa ni mmoja wa wale waliweza kumkana Bwana Yesu. Na kwa nini Simeon alimkana Bwana Yesu? Alimkana Bwana Yesu kwa sababu alikuwa katika mwili. Kwa hivyo hangeweza kubea yale Yesu alikuwa anaenda kuyafikia. Kwa hivyo ikabidi amkane. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Kwa hivyo baada ya ufufuo wa Yesu, Biblia vilinaniambia ni kwamba baada ya Petro kuambiwa na wale wanawake ya kwamba Yesu hayuko tena kaburini, akaenda pale kutazama, na kitu ambacho alikuta mahali pale ni sanda. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Mahali kuna nguvu ya ufufuo, lazima kuna mabaki ya ushuhuda. Haleluya. Amen. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Waliona mabaki ya ushuhuda ya kwamba sanda ambalo lilikuwa ni vazi la kifo, vazi la mauti, vazi la makaburini, limebaki mahali pale na Yesu akafufuka. Kwa hivyo hawa watu wakaenda na habari ya kwamba Yesu amemtokezea Simeon, lakini hakumtokezea Simeon, bali Simeon alienda kushuhudia yale ambayo yalikuwa mahali pale. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Na waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulikana katika kumega mkate. Nataka kusema kwamba wakati watu wanafunguliwa macho ya rohoni, lazima unakuwa na upendo tofauti, hata unakuwa na ushuhuda tofauti. Habari za hawa watu kabla ya kwamba hawajatambua nguvu ya ufufuo na yule ambaye alibeba nguvu ya ufufuo ambayo ni Yesu, walikuwa na habari tofauti. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Lakini wakati wamefumbuliwa macho, wakamtambua Yesu ya kwamba ni yule alikufa akafufuka, sasa yu hai. Biblia inasema kwamba hata ushuhuda wa vinywa vyao uliweza kubadilika. Haleluya. Mahali kuna nguvu ya ufufuo inafanya kazi, ushuhuda huu unabadilika. Jina la Bwana na linuliwe. Ushuhuda huo unabadilika ya kwamba ilikuwa lakini imekuwa. Wakaanza kusimulia mambo ambayo Yesu aliweza kutenda, ya kwamba alikuwa amekufa akafufuka, na alipokuja kwao aliombea donge la mkate na likawafungua macho. Haleluya. Haleluya. Inakuwa hatari kwako kama miaka nenda rudi unahubiriwa na upati connection ya rohoni, hii connection ya rohoni. Jina la Bwana linuliwe. Ndio ya muhimu kwa Mkristo, ya kwamba inakufanya ya kwamba unakuwa na ushuhuda wa ukweli kuhusu Yesu. Wale wengine walikuwa na ushuhuda kweli, lakini si ushuhuda wa kweli, kwa sababu bado walikuwa wamekufa katika ulimwengu wa roho. Lakini wakati mtu anapata hii nguvu ya ufufuo inafanya kazi ndani mwake, unaanza kupata ushuhuda wa kweli kuhusu Yesu Kristo. Jina la Bwana linuliwe. Unaanza kusema Yesu Kristo ameniponya, nilikuwa na hivi na vile akaniponya. Jina la Bwana linuliwe. Ya kwamba kuna mambo ya mabadiliko katika maisha ya mtu wakati anapokea hii nguvu ya ufufuo. Mambo hubadilika yakawa tofauti, na kila mikatale ikakatika na kila mnyororo ikakatika, na ukuu wa Bwana ukaonekana. Jina la Bwana linuliwe.
Verse 36 inasema kwamba na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao akamwambia, amani iwe kwenu. Kwa hivyo nataka kusema kwamba nguvu ya ufufuo ilifanya watu wakawa na habari njema kuhusu Kristo, kunena kuhusu Kristo, na wakati ule wananena kuhusu Kristo, Biblia inasema kwamba Yesu mwenyewe aliweza kuwatokezea. Ni ufunuo gani unapata kwa hilo neno? Ya kwamba wakati watu wananena kuhusu ufufuo, ya kwamba Yesu mwenyewe huwa katika hujionyesha uweza wake na his presence mbele za watu, akajionyesha mahali pale, akajifunua, kumaanisha kwamba wakati habari za ufufuo zinanenwa, mahali ambapo kuna nguvu ya ufufuo, maana hao watu sasa waliweza kuipokea baada ya kula lile donge, mambo kwao yaliweza kubadilika. Jina la Bwana na liinuliwe. Wakaanza kuongea habari hizi za ufufuo, na Biblia inaniambia ya kwamba wao waliweza kuona uwepo wa Bwana. Kwa hivyo wakati kama tunahitaji uwepo wa Bwana ndani ya mioyo yetu, ndani ya maisha yetu, ndani ya ibada, lazima kuwe na nguvu ya ufufuo. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Lazima uwepo wa Yesu unakuja pamoja na sisi. Lakini wakati ambapo hakuna nguvu ya ufufuo, watu bado wako katika mwili, watu bado wao wamekufa katika roho, hawezi shusha uwepo wa Mungu. Haleluya. Amen. Wale watu walishangaa, wakaona Yesu tena akiwa pamoja na wao, akatoa maneno mawili tu, amani iwe kwenu. Haleluya. Amen. Amani iwe kwenu. Hapo hayo maneno mawili yalithibitisha ile kazi yake ya ufufuo, ya kwamba kufufuka kwake ni kwa ajili ya kuleta amani duniani. Haleluya. Ni kwa ajili ya kuleta ukombozi katika kizazi ambacho kiko chini ya jua. Akawaambia kwamba amani na iwe kwenu. Haya maneno alimaanisha ya kwamba ufufuo, mahali kuna ufufuo kuna amani. Haleluya. Lakini kama watu hawajafufuliwa katika ulimwengu wa roho, wanabaki na mambo ya mwili, hapo ndio unakuta kwamba watu wako kanisani tena wanagombana, wanasengenyana. Haleluya. Wamechukiana, tena tunasema tuko kanisani. Haleluya. Lakini nguvu ya ufufuo inaondoa matendo ya mwili, inaleta watu katika roho. Ndiposa Yesu anaambia hawa watu kwamba amani na iwe kwenu. Kumaanisha nguvu ya ufufuo huleta amani hata ndani ya kongamano. Jina la Bwana na liinuliwe. Hata ndani ya jamii, wakati watu wamefufuliwa katika roho, hautaangalia tena matendo ya mwili. Hata wakati mtu amekukosea, unakuwa rahisi sana kumsamehe, maana wewe uko hai katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Lakini wale ambao wamekufa katika ulimwengu wa roho ni watu wanaobeba maneno ndani mwao. Fulani alinikosea miaka mingapi iliyopita, unatembea na hiyo hali. Yesu akamwambia kwamba amani na iwe kwenu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amani na iwe kwenu. Tunahitaji amani ya Kristo. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Tunahitaji amani ya Kristo wapendwa. Na lazima tu tumefufuka katika ndani, ndio posa tukaweze kupata hii amani ya Kristo. Kama hatujafufuliwa ndani, hautaweza kukaa na amani na mwenzako, maana huu mwili utakaa na reaction tofauti. Ya kwamba ukikosea unakaa katika hiyo hali ya kukosea, utalihesabu miaka nenda miaka rudi. Lakini wakati umefufuliwa ndani, umekutana na hii nguvu ya ufufuo, utabeba mambo ndani mwako. Haleluya. Utabeba Kristo aliye hai. Jina la Bwana na liinuliwe. Utabeba Mungu aliye hai, na ndani mwako unakuwa hai, hata wokovu ndani mwako unakuwa hai. Jina la Bwana na liinuliwe.
maana nguvu ya ufufuo inaleta mabadiliko. Haleluya. Wale watu walibadilika mpaka Yesu akawa karibu na wao. Sahihi hakuweza kumega mkate tena awafungue macho. Baada ya kuwafungua macho, alienda kwa step nyingine ya kwamba alishusha, alitokezea mwenyewe kumaanisha uwepo wake. Wakati tunafufuliwa ndani, tunakaa na uwepo wa huyu Mungu aliye hai na tunakuwa na uwepo wa Yesu. Jina la Bwana na liinuliwe. Wakahisi uwepo wa Bwana. Na Bwana akatoa neno moja, akwambia amani na iwe kweli. Wakati Yesu anatoa neno kwa ajili ya maisha yako, huo ni ujumbe wa ufufuo. Haijalishi neno gani atakwambia. Haleluya. Lazima mambo kwako yanabadilika. Jina la Bwana na liinuliwe. Kuna mtu mmoja kwa Biblia alimwambia usije kwangu, lakini sema neno na mtumishi wako atapona. Wakati unasikia ujumbe wa Mungu, hata kama ni Yesu amesema neno moja tu, lazima linakufariji, lazima linakuinua, lazima linapindua hata kazi za shetani katika maisha yako. Jina la Bwana na liinuliwe. Tunahitaji neno la ufufuo. Haleluya. Akanena neno moja tu ambalo alimitoa kupitia kwa nguvu za ufufuo, ya kwamba amani na iwe kweli. Haleluya. Pigia Yesu makofi. Amani na iwe kweli. Tunahitaji neno la kiungu. Mungu anaponena neno hilo na wewe connected katika ulimwengu wa roho, hiyo haina doubt. Haleluya. Unakuwa na amani throughout your life. Jina la Bwana na liinuliwe. Maana kenye kinatatiza watu ni amani. Chini ya jua haiko. Hakuna amani chini ya jua. Na hawa watu katika hali ya kuwa connected na Yesu, walipopokea ile nguvu ya ufufuo, Yesu akanena ndani mwao, amani na iwe kweli. Haleluya. Kwa hivyo nguvu ya ufufuo inatuletea amani. Naendelea kumaliza. Wakashtuka, wakaogopa sana. Wakadhani ya kwamba wanaona roho. Akwambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mkono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone ya kuwa roho haina mwili, na mifupa yangu na mfupa kama mlivyoniona mimi. Kwa hivyo wale watu waliponelewa na Yesu, amani na iwe kweli, Biblia inasema kwamba waliogopa. Haleluya. Amen. Wakashtuka. Yesu akawanenea. Wao walifikiria wanaona roho, ya kwamba wanaona kapepo, si ndio? Roho Yesu tembea peke yake. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Lakini akaonyesha kwamba ni yeye aliyekuwa ananena na wao. Sahi akaenda akaonyesha alama za misumari. Haleluya. Amen. Nguvu ya ufufuo iko kwa alama za misumari. Akaonyesha alama za misumari.